Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi naomba nichukue fursa hii kuwasilisha machache katika yale ambayo tumeandika katika utekelezaji wetu wa ilani katika jimbo letu la Nungwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni kujuza wewe pamoja na wajumbe wa mkutano huu utekelezaji wetu wa ilani ndani ya jimbo la Nungwi tunatekeleza kwa pamoja, kwa maana mambo yote ambayo tunayatekeleza yanakuwa yana ushirikiano baina ya mbunge, mwakilishi pamoja na madiwani wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi hata ikitokezea shida ya mtu anahitaji Laki1, lazima tugawane sawa kwa sawa, kwa sababu tunasema wale wote ni wananchi wetu na wametuchagua, na hatutaki waone nani anatekeleza zaidi kuliko mwingine. Waone Chama cha Mapinduzi ndiyo kinatekeleza ilani yake katika jimbo letu la Nungwi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ambayo nitayagusia mimi kuna mambo makuu 6. Moja, kwenye upande wa elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda wa miezi 6 hii kuna mambo ambayo tumeyafanya ndani ya jimbo la Nungwi ambayo yanakwenda kuchangia ukuaji wa elimu ndani ya jimbo letu. Moja likiwemo la utoaji wa motisha kwa wanafunzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na matokeo ya mitihani ya darasa la 7 na tulikuwa tuna wanafunzi wapatao 52 ambao walifanya vizuri. Kwa hiyo wale tuliwapatia motisha ya kukaa nao, kwanza kuwapa mawaidha, kupata chakula cha pamoja na wazee wao, lakini pia kuwagaia 50,050 kwa kila mwanafunzi mmoja. Lakini mbali na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, unajua ndani ya shule zetu kuna changamoto nyingi. Kuna shule ambazo zina changamoto za vyoo, zipo ambazo tulipeleka mifuko ya saruji, lakini yapo maeneo ambayo tulipeleka matofali, lakini yapo maeneo ambayo tumechangia mchango wa kuwezeka vyoo hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wangu mimi, ukiondoa pesa ambayo amewekeza mbunge, mimi mwenyewe niliwekeza takribani wastani wa shilingi milioni 6 kwenye upande wa kukuza elimu kwa kipindi cha Januari mpaka Juni. Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa pili kwenye hoja ya maji safi na salama, nalo pia halikuwa nyuma katika utekelezaji wa ilani yetu. Kuna mambo ambayo tuliyafanya ndani ya jimbo la Nungwi, na sote tunajua changamoto ya maji ilivyo ndani ya jimbo la Nungwi. Jambo la kwanza, kuwapatia afueni wapiga kura wetu pamoja na wananchi wote wa jimbo la Nungwi, tulianzisha mpango wa kugawa maji kila Jumamosi. Kwa kila siku moja tulikuwa tuna wastani wa kutumia zaidi ya magari 4 kwa zile shehia zenye uhitaji mkubwa wa maji, lakini vile vile inapotokea dharura katikati ya wiki tulikuwa tunashirikiana na mbunge pamoja na madiwani wangu kuona zile changamoto tunazitatua vipi. Lakini mbali na hilo, kuna maeneo ambayo tulikwenda kurekebisha visima ambavyo vilikuwepo, lakini kuna maeneo ambayo tulikwenda kujenga minara, kuna maeneo ambayo tulikwenda kununua matenki na kuweka matenki ya maji kwa ajili ya kuwasambazia wananchi. Lakini kubwa kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulifanikiwa kuchimba kisima kimoja katika kijiji cha Fukuchani ambacho kimesaidia kutatua changamoto ya maji pamoja na kuziwezesha skuli ya Fukuchani kupata maji moja kwa moja, pamoja na maeneo mengine ambayo tulipeleka pampu za maji. Katika eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilitumia wastani wa shilingi milioni 15 kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya maji katika jimbo letu kwa muda wa kipindi cha Januari hadi Juni mwaka 2026. Kiondoa shughuli ya maji, kulikuwa kuna shughuli za kijamii. Tunaelewa Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni viongozi na tumezungukwa na watu wengi nyuma yetu. Kuna watu wana mahitaji mbalimbali ya kijamii. Kuna yale ambayo unaweza ukayasema kwenye hadhara hii, lakini kuna mengine ambayo hautaweza kuyasema kwenye hadhara hii, kwa sababu kuna misaada mingine ukitoa, Mheshimiwa Mwenyekiti, inatakiwa ibakie siri baina ya wewe mtoaji na yule ambaye uliyomsaidia. Lakini itoshe tu kwamba tumesaidia katika shughuli za kijamii, na kwa upande wangu mwakilishi nilichangia zaidi ya shilingi milioni 7 kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijamii, zikiwemo zile kubwa za Maulidi pamoja na misiba pamoja na shughuli zetu za harusi, ikiwa ni sehemu ya michango yetu kama viongozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiondoka katika eneo hilo, kuna eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi, nalo hili pia hatukuwa nyuma katika jimbo letu, japo tumeanza kwa kidogo kidogo, kwa sababu unapotaka kuwawezesha watu, kitu cha mwanzo lazima wawe na elimu ya kile kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo tumechukua tahadhari sana katika
kuwawezesha wananchi kiuchumi moja kwa moja. Tumeanza na vikundi vichache ambavyo vimejishughulisha na biashara ya kuweka maduka, ikiwemo maduka ya chakula cha kawaida, lakini na wengine duka la Tigo Pesa. Hawa nao tumewawezesha kwa kiasi kile ambacho tumekadiriwa, na kwa upande wangu mwakilishi niliweza kufanikiwa kuwachangia kiasi cha shilingi milioni 3, ikiwa kama ni sehemu za kuanzisha vitaji vidogo vidogo ili na wao kujikwamua kiuchumi. Lakini vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatukuwa nyuma katika kuimarisha shughuli za chama, ikiwemo kusimamia vikao pamoja na kuviwezesha vifanyike. Lakini vile vile mkutano mkuu wa jimbo, kwa maana ulifanyika mwezi wa Januari, na Mheshimiwa Mwenyekiti ulikuwa mgeni rasmi na ulipokea ripoti yetu ya utekelezaji wa kutoka mwezi Novemba mpaka Disemba. Lakini vile vile shughuli za chama zikiwemo ziara za wanachama kutoka nje ya jimbo ambao aidha walikuja kututembelea ama wanachama wetu walienda kutembelea maeneo hayo. Lakini vile vile uimarishaji wa miundombinu ya chama, ikiwemo kuweka mazingira bora katika matawi yetu pamoja na ofisi zetu za jimbo. Pamoja na hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulianzisha tuseme ni ofisi ama dawati maalum kwa ajili ya jimbo zima, ambayo imeifanya ofisi ya jimbo kufanya kazi siku zote za wiki, kuwepo pale mtu ambaye analipwa kutokana na fedha binafsi za mwakilishi pamoja na mbunge kwa ajili ya kuhudumia wananchi wote wanaotaka kuja kupata huduma moja kwa moja katika jimbo letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa napo nilitumia wastani wa shilingi milioni 7 ikiwa ni mchango binafsi wa mwakilishi wa jimbo la Nungwi. Lakini mbali na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna upande wa afya. Huku nako tumeanza kukufanyia kazi. Kama unavyojua, afya nayo inaingia kwenye sehemu ya jamii. Zipo sehemu ambazo tulichangia matibabu, lakini ipo sehemu ambayo tulichangia upatikanaji wa vifaa tiba vikiwemo viti vya kutembelea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wetu tuna pesa bado zile za mfuko wa jimbo. Kwangu mimi mwakilishi, ipo shilingi milioni 20 ambayo moja kwa moja imeelekezwa kwenye kuimarisha afya katika jimbo la Nungwi na itaenda kusaidia ukamilishaji wa ujenzi wa kituo cha afya kilichopo Fukuchani. Tayari tumeshapata ridhaa ya kamati ya pamoja, kwa sababu kamati zetu pia huwa tunakaa vikao vya pamoja baina ya kamati ya utekelezaji wa mbunge pamoja na mwakilishi kwa kushirikiana na wenzetu wa halmashauri. Tumeshapata ridhaa ya kutumia milioni 20 za mwakilishi kwenda kukamilisha ukarabati ama ujenzi wa kituo cha afya cha Fukuchani ili kuweze kuinua afya ya mama na mtoto pamoja na wanajamii wanazunguka Fukuchani. Lakini mbali na hilo, niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kusikiliza kilio chetu. Ilikuwa ni moja ya jukumu ambalo nilipewa na wana Nungwi kupitia kwenye diko la Fukuchani kuwasaidia kupata diko la kisasa, na tunashukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia ushawishi wetu wa mbunge na mwakilishi tuliweza kukaa na wenzetu wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, na diko lile tayari limeshajengwa na limefikia 38% na litakwenda kugharimu wastani wa shilingi bilioni 1.3 ambazo zote hizo zitatoka kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini kutakuwa kuna michango ambayo itatolewa na mbunge na mwakilishi ili kuhakikisha diko lile linafanya kazi vizuri na wananchi wanafaidika na uwepo wa diko lile. Lakini mbali na hilo, nimshukuru Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Dr. Halid pamoja na naibu waziri wake. Tulifanya ziara na naibu waziri kukagua barabara zote za ndani, ikiwa ni ushawishi wa mbunge na mwakilishi katika jimbo la Nungwi, kuziangalia na kuona jinsi gani zimeweza kuingizwa kwenye mpango kazi wa kuzitekeleza ndani ya mwaka huu. Na nashukuru katika kitabu chake cha bajeti kilichopitishwa na Baraza la Wawakilishi, tuliona ujenzi wa barabara ambazo zitatusaidia pia ndani ya jimbo la Nungwi, ikiwemo barabara inayotokea Kijini mzunguko hadi Nungwi. Tunashukuru sana kwa utekelezaji huu. Tunajua utekelezaji huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hayo machache, na mimi niungane na wenzangu nikushukuru sana kwa kikao hichi, lakini niwashukuru wanachama cha Mapinduzi wote kwa imani waliotupa, na niseme kidumu Chama cha Mapinduzi.